Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Evangelist Fretu Katolo. Kama kawaida yangu mnanifahamu kupitia hii sauti ya mtu aliye nyikani, ambaye nimerudi kwako tena, ambaye Mwenyezi Mungu amenituma kwa ajili yako. Lakini siku ya leo nimekuja kutoka kwa kanisa ambaye unaifahamu zaidi, ambaye ni kanisa Amazing Grace Hope Church, ambaye location yake iko upande wa Embakasi. Ukifika mahali pale, usikuwe na shaka, usikuwe na wasiwasi. Ni call kwa hii namba 07 21 31 05 21. Ukifika pale, usikuwe na wasiwasi. Nitakujukua, tutaenda wewe na wewe moja kwa moja hadi Amazing Grace, na utabarikiwa zaidi na zaidi na zaidi. So usikuwe na wasiwasi. Kunipata ni rahisi, kupata kanisa yetu ni rahisi. Ni pale penye iko wazi, ambaye ni kanisa Mwenyezi Mungu ameichagua. Sasa sitakuchosha na mengi, ambaye siku ya leo Mwenyezi Mungu amenipa ujumbe nikakupasha. Ndio maana nimekuambia nimerudi kwako kama mtu aliye nyikani. So siku ya leo Mwenyezi Mungu amenipa maandiko ili nikakuonye, nikakuelekeza. Labda wewe ni mitume na manabii, maana ujumbe naendea mitume na manabii na watu wote wenye wanafanya kazi ya Mwenyezi Mungu, ambaye Mwenyezi Mungu amewaita kwa hii mwito kumtumikia na kufanya kazi yake kama vyombo zake. So Mwenyezi Mungu amenituma nao kwenyu na maandiko. Sijakuja bure, sijakuja bila, nimekuja kwenyu na maandiko. Na hii maandiko, somo letu ni kutii sauti ya Mwenyezi Mungu na kufuata maagizo na amri zake. Maandiko ya leo na siku ya leo, Torati 27 kuanzia mstari wa 10 hadi 11. Naenda kusoma kwa niaba na uwezo na kulingana na Mwenyezi Mungu jinsi ndivyo anataka. Mtu wa Mungu, tunasoma kitabu ya Torati 27 kuanzia mstari wa 10 wa 11. Mungu anasema hivi: basi isikize sauti ya Bwana Mungu wako, ufanye maagizo yake na amri zake ni kuagizavyo leo. Musa akawaagiza wale watu siku hiyo hiyo. Mtu wa Mungu, hii ni maandiko mafupi, lakini iko na ujumbe, iko na maandiko yenye iko na mafundisho ya hali ya juu. Maana kuna watu wanaabudu Mwenyezi Mungu, kuna watu wanafanya kazi ya Mwenyezi Mungu, lakini hao watu, wakati Mwenyezi Mungu ananena nao kupitia ndoto, kupitia unabii fulani au kupitia maono fulani, je, hao watu huwa wanafanya kulingana na Mwenyezi Mungu amesema? Huwa wanaachilia hiyo ripoti au wanapasha hiyo ripoti kwa wakati mwafaka au kwa wakati wenye unastahili? Au wanalalia hizi ripoti, wanalalia hiyo ujumbe, wanasinzia na hiyo ujumbe? Maana nimekuja kukundua kuna watumishi wa Mwenyezi Mungu ambao Mwenyezi Mungu huwa mwenyewe apakui kiwango, achakui mtu, anatumia mtu yote. Hata kama na wewe kwa kanisa yenu, anaweza kukutumia kupasha ripoti au ujumbe fulani kwa pastor wako mkuu. Anasitumia hata mtoto, anasitumia mtu yote. Lakini tunakuja kukundua au tunatambua hawa watu huwa wanafikisha ripoti ya Mwenyezi Mungu, huwa wanatii sauti ya Mwenyezi Mungu ambaye amewaelekeza, amewapa maagizo ya mtu fulani. Maana kuna wengi wametumwa kwa ndoa fulani, wengi wametumwa kwa manyumba fulani, wengine wametumwa kwa makanisa, kwa wengine wametumwa kwa makuhani fulani, lakini wenyewe wachafikishi hii ripoti. Hii ripoti imefanya makanisa mingi zimeteseka. Mtu kukosa kufikisha ujumbe fulani, kanisa iliangamia. Mtu kukosa kufikisha ujumbe fulani, mtu alianguka. Mtu kukosa kufikisha ujumbe fulani, maafa ilionekana. Mtu kukosa kufikisha ujumbe fulani, uharibifu ilionekana.
kwa kukosa tu kufikisha ripoti fulani. Ujumbe wa Mwenyezi Mungu, sauti ya Mwenyezi Mungu ilinena, lakini huyo mtu hakuzingatia, hakutii maagizo, hakutii amri za Mwenyezi Mungu. Maana ukiangalia hii maandiko nimesoma siku ya leo, Torati 27:10-11, huyu ni Musa, Mwenyezi Mungu amemwagiza kwenda kufanya au kupasha Wanaisraeli jinsi wanavyotakiwa kupangwa kwa shughuli kadhaa. Huyu Musa kuhani mkuu hakulala, hakumaliza siku, hakumaliza wiki, hakumaliza mwezi, hakumaliza mwaka. Alienda hiyo siku na kufikisha kwa Wanaisraeli. So siku ya leo jiulize, wewe ni kama huyu Musa ambaye Mwenyezi Mungu akimtuma hawezi lalia ujumbe fulani? Maana kuna ujumbe ilikosekana kufikishwa kwa kuhani fulani. Labda kuhani alikuwa anakosea, labda kuhani alikuwa ametoka kwa njia za Mwenyezi Mungu za haki na ukweli, na Mwenyezi Mungu akatumana ujumbe ukaenda kumuonya huyu kuhani, lakini wewe ukaenda kufikisha ripoti. Kuhani akaanguka, akaangamia, kanisa ikaanguka, utumishi kaishi. Lakini kwa sababu yako tu Mwenyezi Mungu alikutuma, lakini ukufikisha. Na hii mambo inafanyika kwa makanisa, watu wanatumwa kwa kuhani fulani, lakini huwa hawafikishi ripoti. Wakati kanisa inaanguka ndio wanajitokeza wanasema, tulionyeshwa, tuliota. Mlikuwa wapi? Wakati kuhani wako anaanguka ulikuwa wapi na ulipewa ripoti? Wakati kanisa inaanguka ulikuwa wapi na ulipewa ripoti na Mwenyezi Mungu? Tusikuwa tunalaumu makuhani na sisi wenyewe ndio tunachangia makuhani kuanguka. Ya mambo inafanyika na najua wewe ni mmoja wao. Ni ukweli.